Kesho tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 sio siku tu ya kawaida, bali ni siku yenye nguvu kubwa zaidi. Hii siku imekuwa ikiongelewa na wanajimu wengi kwa miongo kadhaa, na siku eti ni siku ambayo kutatendeka miujiza, lakini mpangilio wake wa sayari utakuwa unafanya watu waweze kutimiza matamanio yao, na hii itaashiria mwanzo wa sura mpya katika maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo nitakueleza kipi cha kufanya usiku wa tarehe 19. Tarehe 19 si siku ya wewe kuelekeza nguvu zako kwenye kitu ambacho unachotaka kukipata. Badala yake ni siku ambayo unafaa kujiuliza, je, mimi ni mtu aina gani? Ninapaswa kuwa nini? Niko tayari kupokea kwa kile ambacho ninakiomba kila siku? Je, mara nyingi mimi huwa ninafanya nini ili niweze kupata mabadiliko? Ni toleo gani jipya mimi mwenyewe niko tayari kujitokeza? Kwa sababu majibu haya yote yatapatikana tarehe 19 Julai mwaka huu wa 2026. Sasa kinajimu nikiangalia kwenye planets kwenye sayari nakuta kutakuwa na muundo wa kipekee. Huu muundo uliongelewa na mwanajimu mmoja Mfaransa kwa anaitwa Andre. Aliongelea akasema huu muundo katika senchari 21 utakuwa muundo ambao haujatokea kwa miaka mingi sana, kwa sababu muundo huu utakuwa wa kipekee na wa kijiometri ambao Pluto, Neptune, Saturn na Uranus na Jupiter vitakuwa katika mpangilio mzuri na huu muundo haujakuweko zaidi ya karne yaani mipangilio itakuwepo na haujakuwepo, inatokea sasa kwa hii karne ya 21. Kwa hivyo watu wengi wanaona kesho kama ni siku ya portal ya kiroho. Wengine wanaiona kama ni ishara ya mwanzo mpya, na wengine wanaona ni wakati mzuri wa kuweza kuwekeza nia zao na malengo yao ya maisha. Kwa hivyo kabla ya tarehe 19 Julai nitakwambia kipi cha kutafuta. Kwanza, tafuta funguo mpya. Alafu ile funguo utachagua kama ni funguo ya gari, ni funguo ya nyumba, ni funguo ya nini. Utachagua sehemu utakaoiweka mahali ambapo kila siku utakuwa ukiiona, na utakapokuwa unaiona jiulize, je, kuna mlango mmoja ungefunguka kwa ajili yangu mwaka huu? Huu mlango ningependa uwe mlango aina gani? Kwa hivyo tarehe 19 Julai utatumia ule ufunguo uwe kama ishara ya wewe kufungua ukurasa mpya wa maisha yako. Hii ni siku nzuri ya kuweza kuweka nia, kuachilia yaliyopita na kufungua moyo wako kwa fursa mpya. Huu mpangilio wa sayari unaweza kutafsiriwa na wanajimu kama wakati wa kuweza kutafakari. Ukiangalia 19 imebeba namba 1, kwa sababu 1 ongeza 9 ni 10 na 10 ni 1 kinajimu. Kumbuka namba ni 9 tu peke yake. Kwa hiyo kwa sababu ni 1 pia iko na nishati na nguvu ya mwanzo mpya. Kwa watu wengi hii siku inaweza kuleta hisia za kutaka kubadilisha mwelekeo wa maisha. Utaangalia jamani, wajua hii sasa kuathirika zaidi pia inategemea na chati yako, ile natal chart. Kwa hivyo unaweza kuona watu wengi wataanza kuhoji kama bado mimi naishi kwenye maisha ninayoyataka, au kuna vitu unahitaji kubadilisha ili niweze kufikia katika malengo ya juu zaidi. Wengine wanaweza pata ujasiri wa kuachana na mahusiano, kazi au vitu ambavyo vimekuwa vikiwazuia kusonga mbele. Pia naona kuwa kutatokea fursa mpya ambazo hizi fursa zinaweza kujitokezea, lakini zitahitaji uamuzi wa kibusara na maandalizi ya baraka zaidi ili ziweze kwenda mbele. Pia kesho tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 naona intuition itaongezeka. Hivyo wengi wataanza kujisikia wakivutiwa kufanya maamuzi yanayoendana zaidi na moyo wao, watakuwa nasikiza moyo wao. Kwa hivyo hiki ni kipindi kizuri
cha kuweka malengo mapya ya kazi, masuala ya biashara, masuala ya fedha, masuala ya afya, masuala ya mahusiano, kwa sababu watu wanaweza kuanza kuona mabadiliko na wako tayari kukubali kujifunza mambo mapya. Wanaweza kuona mwanzo na sura mpya katika maisha yao. Na pia tunaona kuwa baadhi ya watu wanaweza pia kuhisi, jamani, wako na hisia kali, wanajikuta kila muda wanatafakari sana kuhusu masuala yaliyopita. Hii inaweza kuwa ni wakati mzuri sana wa kuweza kuachilia mizigo ya kihisia na kuanza mwanzo mpya. Kwa hivyo Julai ya tarehe 19 haimaanishi kwamba ni siku tu ya kawaida, na haimaanishi kuwa miujiza itashuka tu kutoka mawinguni ije, hapana, lakini ni siku ambayo iko na ujumbe mkubwa kinajimu, kwa sababu ni wakati wa kuanza mzunguko mpya, ni wakati wa kuweka nia mpya, ni wakati wa kuweza kujitayarisha kwa fursa ambazo zitakuwa zinajitokeza katika miezi ijayo. Kwa hivyo jinsi ya kuweza kuitumia hiyo funguo ambayo nimekuambia, hiyo tarehe 19 utachagua funguo wowote. Unataka kufungua gari, unataka kufungua ofisi, hata unaweza taka ule ufunguo pengine wa zamani uliokuwa unaupenda, unaweza utumia, lakini utaweka mahali ambapo utauona kila siku, na unapouona unaushika, unaweka nia, unasema kama mlango mmoja jamani ungefunguka katika maisha yangu, basi mwaka huu ningependa uwe mlango upi? Kwa hivyo ile funguo utakuwa unaishika, unaweka mkononi, ama mahali tulivu ambapo unafumba macho pale kwa dakika chache, unatafakari ama una visualize maisha ambayo unatamani kujenga, kisha unaweka nia yako, unasema maneno kama pengine niko tayari kufungua mlango wa fursa mpya, niko tayari kufungua mlango wa mafanikio, niko tayari kufungua mlango wa afya njema, niko tayari kufungua amani katika maisha yangu, niko tayari kuwa mtu anayestahili kupokea baraka hizi. Na baada ya pale ule ufunguo unaweka mahali salama, inakuwa kama kikumbusho cha malengo yako. Kila wakati unapoona ule ufunguo unaleta ile ishara ambayo unaitaka, zile nia zako ambazo ulikuwa unaziweka. Kwa hivyo hii 19th July si siku tu ya kawaida, bali ni siku ya mwanzo mpya. Hakikisha una subscribe, follow and share for spiritual guidance na kujua masuala ya kinajimu na daily horoscope.